Habari ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye darasa letu la kompyuta, na kwa siku ya leo nitapenda kufundisha namna ya kufungua Microsoft Word na kusave. Kwa wale ambao wanaanza, tajifunza namna ya kufungua Microsoft Word, kusave ili uweze kutunza dokumenti yako pale unapokuwa umemaliza kazi yako. Basi kwa kuanza, kama programu imekuwa ikitumika katika kompyuta hiyo ambayo unaitumia wakati mwingi, basi una uwezo wa kuja hapa kwenye start button, click kushoto, utaona program ambazo tayari zinakuwa zipo kwenye kompyuta yako. Utatafuta Microsoft Word pale ambapo kwa mimi ambapo naitumia mara nyingi naona iko kwa upande wa chini. Utaibonyeza, kwa utakuwa umeweza kuifungua kwa kutumia upande wa blank document. Hapo Microsoft Word itakuwa imefunguka. Kwa hiyo wakati unafanya kazi utaandika kitu ambacho unakihitaji. Mfano nimeandika hiyo sentence na natakiwa ni save ili niweze kutunza dokumenti yangu. Kwa jinsi ya kusave, kwa hapa tulipo tutakuja kwenye file, utabonyeza hapo kushoto, utakuja kwenye save as, utabonyeza pia kushoto, utachagua eneo ambako unataka kuipeleka hii dokumenti yako. Mfano kwamba location ambayo tunahitaji, nataka labda hii dokumenti iende pale kwenye desktop, kwamba kwenye kioo cha kompyuta yangu. Utachagua hapo. Nitakuja hii sehemu ya file name, nitaandika jina la dokumenti yangu, labda kama taarifa ya mchana, alafu nitasave. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tayari itakuwa nimeweza kusave dokumenti yangu, na hata kama hii dokumenti nikija baadaye kuikata, huku utaona taarifa ya mchana ipo, na nikifungua itanionyesha mama anakula ugali. Kwa hiyo hapo nitakuwa nimeweza kuandika na kusave dokumenti katika Microsoft Word. Kwa hiyo ukiwa unaitumia hii Microsoft Word pia kwenye kompyuta yako, unaweza ukafungua kwa namna ya tofauti kidogo. Mfano, unaweza usiende kwenye start button, lakini ukiwa hapa hapa kwenye kioo chako, una uwezo wa kukliki kulia ukaenda kwenye new. Kishaenda kwenye new, utaona hizi Microsoft au program ambazo huwa unatumia itaonekana hapa Microsoft Word document. Itakuwa ni rahisi kufungua hapa, ukaname kabisa jina lako, labda kama ni dada, hiyo jina la faili utaandika, alafu utabonyeza enter, utakuwa umesave. Baada ya hapo utaifungua na kuendelea na kazi yako. Na pindi utakavyokuwa umeendelea na kazi, kumbuka hii tayari umeshaisave kwa jina la dada. Kwa hiyo ili kuongezea kile ambacho umekiongeza wakati unaandika, basi utakuja kusave katika eneo hili, au utabonyeza Control S kwa ajili ya save. Mpaka hapo utakuwa umeweza kusave dokumenti yako katika kompyuta na umeweza kutumia Microsoft Word vizuri kabisa. Nashukuru kwa kunitazama kwa wakati huu. Naomba uendelee kufuatilia video zetu ili basi uendelee kujifunza mengi zaidi. Na kama bado hujasubscribe, naomba utembelee ile button ya kusubscribe hapo chini ili uweze kujifunza video nyingine na mambo mengine ambayo tunaendelea nayo. Asante sana.